Baada ya lile walolifanya kamati ya masaa 72 kwa goalkeeper wa klabu ya Yanga Diarra bana, wazee siku hiyo ya jana wakatoa majibu yao, lakini majibu yao ndio yameleta utata kwa wadau wa soka, hasa mashabiki wa klabu ya Yanga lakini na wapenzi wa mpira. Ni majibu gani haya wazee, au ni kitu gani wazee walichokitoa? Tunao hapo, utawasikiliza vizuri kwa kina wakizungumza. Mimi ni Hassan Salam, taende kuwa na Aloysius Sagara. Kabla jaanza kuwasikiliza wazee wa klabu ya Yanga walizungumza nini baada ya kamati ya masaa 72 kutoa majibu yake, ni kujuza tu taarifa njema kutoka Tannice bana. Hawa ni mabingwa kutengeneza pool table bora na za kisasa, wanapatikana mitaa ya Mabibo Hostel hapa jijini Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zinazopitishwa hapo chini ili uweze kujipatia pool table bora na za kisasa. Napenda neno, zingatia neno bora alafu na za kisasa. Aloysius Sagara, naam, huwa napenda sana kusema maneno kwa sababu Tannice bana wao ndio mabingwa wa hizo kazi. Yes, hakika kabisa. Maana hawafanyi vitu kwa kubahatisha. Vitu vyao siku zote vimekuwa bora zaidi na inakuwa inavutia na vinadumu muda mrefu. Kwa hiyo kama mtu anahitaji pool table safi, hawatafute bwana nambari ziko hapo zinapitishwa hapo vizuri kabisa, wacheki Tannice aweze kujipatia pool table yake. Hao ni mabingwa bora kutengeneza pool table bora na za kisasa bana, ni Tannice. Baada ya kumalizana Tannice, wazee wa klabu ya Yanga baada ya kamati ya masaa 72 kutoa adhabu kwa goalkeeper, kufanya ya kwao bana kwa goalkeeper wa klabu ya Yanga bana Diarra, wazee nao wakatoa tamko. Kabla tujafanya chochote bana, tumruhusu kwanza mtazamaji aweze kuwasikiliza vizuri wazee wa klabu ya Yanga, alafu sasa tukirudi ndipo tuanze kuzizungumzia kauli zao walizozitoa. Kwako Mr. Pako. Tumeona adhabu ya mechi 3 lakini na faini ya milioni 4. Niwaambie tu wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kama tumepokea adhabu hii sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, na tutaendelea kuhamasisha wenzetu wa mikoani. Adhabu ya Diarra atatumikia mechi 3 yeye kama yeye, kwa sababu ni adhabu aliyopewa na bodi ya ligi, lakini faini ya milioni 4 tutaibeba sisi kama wanachama, wapenzi na mashabiki wa Young Africans, kwa sababu tunajua umuhimu wa Diarra, tunajua Diarra alipambana kwa kuitetea klabu yetu. Kwa sisi kama sisi hatuna sababu ya kumwacha Diarra awe peke yake. Tunamfariji kwa kumwambia kwamba milioni 4 tutazilipa sisi wanachama, wapenzi na mashabiki wa Young Africans. Hao walikuwa ni wazee wa klabu ya Yanga bana, wakijibu ambalo umelizungumza kamati ya masaa 72 hao walichokiandika baada ya rungu ya golikipa wao mpendwa, unaweza kusema ndio golikipa wao pendwa. Wazee wamesema wako radhi kuchangia, na kampeni imeanza rasmi kumchangia golikipa wa klabu ya Yanga, kwamba adhabu ya Diarra wameibeba wao kama wao. Ndio. Kwenye hii tunaweza kusema kwenye hii kampeni ya kumchangia Diarra baada ya adhabu yake ambao wanamchangia milioni 4 hizi, kumekuwa na kauli mbili ambazo kila mtu anatafsiri kwa aina yake. Mvutano umekuwepo baada ya wazee kusema wanamchangia golikipa wao kutokana na hizo kadi, wasema wao wataruhusu ile mechi 3 imkumbe adhabu ya goli ya mchezaji kama mchezaji, hiyo wao haiwahusu, lakini hii ya pesa wamesema wanailipa wao. Aloysius Sagara, tuanzie hapa. Wadau wa kwanza kwenye soka wanawaza kwamba kitendo alichokifanya Diarra na mashabiki wa klabu ya Yanga, hasa wazee wa klabu ya Yanga, ni kwamba wanasapoti vitendo ambavyo sio vizuri vya kimchezo, kwamba ina maana wanaruhusu kutokana kama Diarra alimfokea muamuzi, wao wanaruhusu, mashabiki wanakubaliana nalo Aloysius Sagara. Lakini wengine wa pili wao wanasema ni sawa kwa sababu alikuwa anapigania taasisi au alikuwa anapigania timu au alionewa kutokana na matokeo muamuzi aliyoyafanya. Kwa mashabiki wakasema ni sawa tumchangie kwa sababu ile adhabu aliipata wakati anaitetea klabu yake ya Yanga, wao wako sahihi. Lakini wengine wanaona kwamba sio sawa kwa sababu kama yeye, ina maana hawa wanaomchangia wanakubaliana na hivi vitendo mchezoni viendelee, kwamba kama Diarra amemfokea muamuzi sawa, kuonesha ile ishara ya kidole ambayo imetafsiriwa kama ni matusi, wao ni sawa. Hicho unachokizungumza hasa ni kweli. Baada ya jana kamati ya masaa 72 kutoa ile adhabu zao ya Diarra michezo 3 pamoja na faini ya shilingi milioni 4 kwa jumla, lakini ni matukio mawili ambayo yametozwa pesa tofauti. Tukio la kwanza ni kuonesha ishara ya kidole cha kati, na tukio jingine lilikuwa ni la kwenda kumfokea kumshambulia muamuzi. Kwa kijumlisha unaipata milioni 4. Sasa hilo jukumu la pesa wamelichukua wanachama na mashabiki ya Yanga. Kumekuwa kweli na mitazamo miwili ambayo inakinzana au inavutana. Wapo ambao wanasema Diarra kufanyiwa hivyo, yani mashabiki kumchangia na kulibeba hilo la fine, ni kama vile wanasupport vitendo vya uovu wa nidhamu wa baadhi ya wachezaji. Diarra matukio hayo mawili ambayo nimeweza kuyazungumzia hapo ni kama wanaungana naye, na maana wanabariki kila ambacho alikifanya Diarra. Lakini wapo wengine pia wanasema sisi tunamchangia Diarra kwa sababu
alipata adhabu hiyo au amepigwa faini hiyo akiwa anaipambania nembo ya klabu yake kwa maana ya Young Africans. Kwa hiyo iko mitazamo ya makundi mawili ambao yanajaribu kukinzana, lakini mimi pia ninapenda sasa kutoa mtazamo wangu kama mchambuzi kwa jinsi ambavyo umetazama hii mitazamo miwili. Yes. Nikianza na wale ambao wanasema pengine hawa wanachama mashabiki wanabariki na kuchangia na kumuunga mkono Djigui Diarra kwenye kile ambacho amekifanya, naweza nikaungana nao pia, kwa sababu niko na scenario kadha wa kadha ambazo ninazo, kwa mifano dhahiri ambayo imewahi kutokea kwa baadhi ya wachezaji walipigwa faini, lakini hatujawahi kusikia kwamba huyu anachangiwa. Sizungumzii soka la Tanzania, ninatumia mifano nje na soka letu la Tanzania. Kwa mfano hivi majuzi tulikuwa ni michuano ya vilabu barani Afrika, hatua ya makundi. Mchezaji wa klabu ya Al Ahly Emam Ashur alifanya utovu wa kinidhamu, akawa amefungiwa wiki 2, akawa amekuwa isolated, kwa maana alikuwa ametengwa anafanya mazoezi ya peke yake. Lakini pia hiyo adhabu iliambatana na kupigwa faini ya Egyptian pound milioni 1.5 kwa pesa za Kitanzania ni kama milioni 82 hivi, na kwenye historia ya klabu yao hiyo ndio adhabu kubwa zaidi kwa kutolewa kwa mchezaji ambaye amefanya vitendo vya uovu wa nidhamu klabuni kwao. Hiyo pesa alilipa Emam Ashur mwenyewe, na ukusikia mashabiki wa Al Ahly wakisema kwamba hii tunaichukua, tunamlipia kwa sababu ni mchezaji wetu pendwa ndani ya timu. Ukija ndani ya Yanga, hicho kitendo alichokifanya mashabiki na wanachama, kwangu mimi naona kama vile haitakuwa na impact, kwa maana hiyo adhabu anavyopigwa mchezaji Hassan, anasimamishwa mechi kadhaa, anapigwa hiyo adhabu ya faini kwa maana ya pesa, ili iwe funzo kwake. Ndio maana usikii inatozwa klabu direct. Kama ni kosa ambalo ni individual, imefahamika alilotenda ni mtu fulani, hiyo adhabu inakwenda kwake direct. Na ndio maana hizo adhabu zote mbili za faini zimekwenda kwa Diarra. Lakini kama kuna adhabu ambayo ingekuwa inaihusisha taasisi au timu ya Yanga, na wenyewe wangepewa adhabu yao na faini yao, lakini hiyo adhabu imekuwa directed kwenda kwa Djigui Diarra. Ina maana anapaswa kulipa. Kitendo cha yeye kulipa hiyo yote milioni 4 itaenda kumkumbusha siku nyingine hatofanya tena kitendo kiovu kama kile ambacho ameweza kukifanya. Ila kitendo cha wanachama na mashabiki kumchangia, kuungana naye na kama vile kumsupport kwenye kilichotokea, naona sio sahihi. Tena wengi ndio wanapitia kwenye huo mwamvuli wa kwamba alifanya vile akiwa anaipambania nembo ya klabu. Hasa ni kuipambania nembo ya klabu, Diarra sio mtu wa kwanza. Wapo watu ambao washaipambania Yanga zaidi yake yeye. Na kila mchezaji anapocheza kwenye hivi vilabu bwana, siku zote huwa wanapambania timu zao. Ndio tunafahamu wakati ule pengine joto, mwili ushachemka, anakuwa na jazba, lakini ndio umeshafanya kile kitendo. Kwa taswira, kwa picha kama ya Djigui Diarra, alipaswa kuja kuomba hata radhi baadaye, kwa sababu Diarra kwenye ligi yetu anatumika kama kioo. Wapo magolikipa wengi ambao wanamtazama Djigui Diarra kama kioo, wanajifunza mengi kutoka kwake. Hata pale Yanga wana academy saizi imeanzishwa, Yanga Soccer School. Kuna magolikipa pale ambao wanatamani siku moja wewe kama Djigui Diarra. Sasa unajifunza vipi kwa Diarra ile hali mwenyewe anafanya vitendo ambavyo havipendezi mchezoni? Kwa jambo la busara Hassan sio kumtetea Diarra kwamba alipata akiwa anaipambania timu, lakini ndio unaweza kuipambania timu pasipo kuvunja kanuni na sheria ambazo zimewekwa. Sasa Diarra yeye kupambania timu kwake sio kuonyesha dole la kati. Kupambania timu sio kwenda kumharasimulia muamuzi. Unaweza ukaipambania timu kwa saves ambazo wanazifanya siku zote. Hawata kama una dukuduku lako Hasani, uwezi kwenda kufanya vile kama alivyokwenda Diarra kumfuata muamuzi kana kwamba anataka kumpiga ngumi. Watu wanaweka mikono nyuma, wanakwenda nazungumza na muamuzi. Mnaelewana vizuri na mnakuwa mmemaliza tofauti zenu, kila mtu anafanya mambo yake. Lakini kwa kitendo ambacho alikifanya Djigui Diarra, na hii kampeni ya kuja kumchangia inaonyesha kabisa mashabiki, wanachama wanaungana na kitendo alichokuja kukifanya. Na mimi nilitarajia pia hata Yanga wenyewe kama klabu, kama taasisi, kitendo kile cha mimi sana kinachoniuma ni kile cha kuonyesha dole la kati. Achana na ile jazba pale kiwanjani. Ndio. Achana na ile jazba ya pale kiwanjani ya kuvutana yeye na muamuzi, kufokeana, kutoleana maneno. Hii ya kuonyesha kidole cha kati, klabu ilipaswa kutoa statement, ilipaswa kukemea vikali, ilipaswa kuja na andiko maalum. Tena pengine wangeenda mbali zaidi, ukiachana na hii adhabu ya iliyotolewa na kamati ya masaa 72, hata wao ili kuonyesha kwamba wamechukizwa, hawajafurahishwa na kitendo alichokifanya, wenyewe pia wangetoa adhabu yao, kama ni pesa, kama ni kumfungia michezo kadhaa, ili liwe funzo. Kwa sababu una mtu kama Djigui Diarra kwenye kikosi chako, leo amefanya vile kwa watu wa nje ambao ni tunasema wako nje ya taasisi ya Yanga.
kesho atakuja kuanza kufanya kwa viongozi ndani ya timu. Kwa maana hiyo ni ego, anaonyesha kwamba anajiweza. Yani ipo siku atamvunjia heshima hata engineer Harris Saidi, atamvunjia Arafati Haji heshima, atamvunjia heshima Ali Kamwe, sijui unaelewa. Sasa hiyo ndio itakuja kuwa mbaya zaidi. Bwana, hayo ilikuwa ni mitazamo miwili ya hizi kauli ambao wazee wa klabu ya Yanga na wanachama wameungana, na sasa hizi kuna lipa namba. Hili limekuwa ni tukio la pili, nikukumbushe. Limekuwa tukio Ali Kamwe naye alifungiwa na TFF kama unakumbuka vizuri, na bodi ya ligi ilimfungia kutokana na baadhi ya makosa aliyokuwa nayo. Wazee wakalichukua lile jukumu la kumchangia. Kumekuwa tayari ni utaratibu wa klabu ya Yanga. Leo tunaona mashabiki wa klabu ya Simba, juzi tulizungumza vizuri, wamepigwa faini ya milioni 10 kwa kosa la mashabiki wao kurusha chupa kiwanjani. Baadaye ile adhabu wakaibeba timu wanalipa, ina maana imezoeleka, wanafanya adhabu timu inalipa. Simba walifanya kitendo hicho nafikiri kwenye mechi yao dhidi ya Kosifeni kama unakumbuka, Sfaxien nakumbuka vizuri. Wale wa Tunisia. Baadaye Simba akapigwa adhabu, wakaweka zile lipa namba na mashabiki wakachangia. Hichi kitendo leo hapo nataka nikulete vizuri Aloysius Sagala. Leo mashabiki wa vilabu vile vya Simba na Yanga wamekuwa na nguvu ya kifedha. Umelieleza vizuri. Leo mchezaji amefanya kosa, mtu mmoja tumemsikia, tunasema ni mkongo kwenye tasni Haji Sande Manara, kauli zake alizozungumza pale, alitakiwa mtu mmoja tu ndo anasimama anachangia hela, biashara inafanyaje inaisha. Mchezaji kama Diarra anatoka timu kubwa, nafikiri utakuwa umesoma andiko la Haji Manara naye pale akiwa anazungumza. Tunazokasema hivi vilabu ndo vinalea vitu kama hivi upande wa mashabiki na wanachama. Aloysius Sagara, kama utakuwa umenielewa vizuri niko nataka kuelekea. Tunatuamini kwamba mashabiki hasa vilabu hivi viwili vya Simba na Yanga ndio vinalea hivi vitendo ambavyo tunaviona, kwa sababu mchezaji akifanya sio huyu atafanya, mwingine naye atafanya. Ndio. Kwa sababu ni bora, vilabu vitamchangia. Mashabiki watafanya kosa, klabu italipa. Kwa ina maana nikavesa sasa tunaendelea hivi vilabu viwili vinatakiwa vifanye nini cha msingi? Yani wanasema hasa ni usipochukua, kuna msemo mmoja hivi wa Kiswahili umenitoka kidogo, lakini unaashiria kwamba usipotatua tatizo mapema, wanasema usipoziba nyufa utajenga kuta. Sasa haya ni matatizo ambayo mchezaji anaonyesha vitendo vya utovu wa nidhamu kwa watu ambao wako nje ya taasisi. Nyewe mlioko ndani ya taasisi mtamprotect, mtamlinda na kumuona shujaa, lakini ipo siku atakuja kujiona ni mkubwa zaidi, au atashindwa kuwafanyia wale wa nje, atakuja kuanza kuwafanyia wa ndani. Ipo siku ataambiwa fulani fanya kitu fulani ndani ya timu, atafoka, atangaka, ataonyesha vitendo kama vidole vya kata, atafanya vyote anavyojisikia kwa sababu amekusha kufanya hivyo kwa watu wa nje. Sasa kule ameshawafanyia wote, wameisha, mmebaki ndani ya taasisi, atawageukia nyie, ataanza kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo wanapaswa kubadilika, kuachana na mambo ya kuwasaidia hii mizigo ambayo wanakuwa wanatozwa, hasa fine. Ukiacha vile, mchezaji itamuuma mwenyewe kwamba anapokea mshahara ndio mkubwa, milioni 10 na kitu, milioni 20, 30, si ndio? Lakini ninapotoa milioni 4, pengine hii milioni 4 ningekwenda hata kutoa kwa watu wenye uhitaji, pasipo mimi vitu vingine. Pasipo mimi kufanya hiki kitendo. Sasa atakapotoa milioni 4 kwenye mshahara wake au posho yake, ile lazima itaenda kumgusa moja kwa moja. Lakini kitendo cha watu wengine kuchangia, kuingilia kati na kuchangia, mchezaji waweza akajifunza, na lengo la adhabu ni kufunza. Hasani, ulipokuwa unasoma shule zile za sekondari, mtu akifanya kosa anapigwa suspension siku 21, unakwenda nyumbani unakaa, baadaye utarejea. Ile nakwenda kukupa funzo kwamba kuna siku nilifanya kosa fulani, niliwekwa nyumbani siku 21 nikakosa masomo, wakati ninarejea shule kuna topic fulani ambayo nimeikosa kufundishwa na sijui nitakwenda kuikava vipi. Unaelewa? Sasa hilo hayo yanakuwa ni majuto ambayo unabaki nayo. Sasa mchezaji akichangiwa hivi, anakosa kitu cha kujifunza, kwa sababu tayari mzigo wake ushabebwa na watu wengine. Nilikuwa naanza tu swala la vilabu vifanye nini. Tuliona Selemani Mwalimu alipigwa fine, lakini hatukuona mashabiki wakilipa, na alikosa mechi kadhaa lakini mashabiki hawakulipa. Aloysius Sagara, tumalize na hili la mwisho kabisa. Diarra ni kioo kwa Tanzania. Tumesema kwenye misimu mitano hii ambayo amekuwa Tanzania, hakuna golikipa zaidi yake. Unaweza kusema kwa sasa, tuzingatie neno kwa sasa. Kwa sasa unaweza kusema Diarra amekuwa na kiwango bora kweli. Amekuwa golikipa bora. Anapofanya kitendo kama hichi, ni sasa na mchezaji leo ambaye ndio picha leo Ronaldo akifanya lile tendo, kwa maana maana yeye dunia nzima inamtazama yeye. Sasa upande wa Tanzania, Diarra kwa eneo la golikipa anatazamwa yeye kwa ukubwa. Anapofanya kitendo kama kile, atakosa, anaenda kugharimu kukosa baadhi ya mechi ya kuitumikia klabu. Leo nimesikia mashabiki wakisema Diarra asipokuwepo langoni nalo ni tatizo. Na hiyo michezo ambayo alikosa hasa, kuna baadhi ya michezo ambayo ni muhimu zaidi. Anaikosa mechi
dhidi ya Tanzania Prisons, anakosa mechi dhidi ya Pamba Jiji pamoja na kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya TMA Stars. Kwa hapo mechi mbili za muhimu, mechi ya Pamba Jiji alafu huko ugenini ambako watakuwa na Pamba Jiji watakuwa Mwanza kule. Na tunasema viwanja vya ugenini vilikuwa vikimtesa sana Pedro Gonçalves. Tuko tunazungumza taswira ya golikipa kama Diarra kufanya kitendo kama kile. Yeye ni role model wa baadhi ya magolikipa, uligusia kidogo sasa unaweza kutuelezea vizuri. Yeye ni role model wa magolikipa nchini Tanzania. Anapofanya vile anatengeneza taswira gani kwa wale wanaomtazama? Generally ni tabia mbaya. Ni tabia mbaya kwa wanaojifunza kutoka kwake, kwa sababu ile ni golikipa wa kimataifa na ujio wake ulikuwa ni kama neema kwenye ligi yetu. Unajua baada ya Djigui Diarra kuja na tukaona ile old football ina transform kwenda kwenye modern football. Kwa golikipa kariba ya Djigui Diarra unamwona ni mlango ambaye anakidhi sifa zote za modern football, kwamba kuweza kuichezesha timu kuanzia nyuma, kujenga mashambulizi kuanzia nyuma na kusogea mbele. Ukiachana na hivyo pia na act kama sweeper. Yaani kuna baadhi ya moments ambazo zinatokea Diarra hajakaa langoni kwake, kasogea juu zaidi, napigwa ndefu afanye counter attack, unakuta inatulia kwa Diarra, anatuliza, anachezesha tena timu. Saves zake ambazo anazifanya, kuna baadhi ya michezo tushawahi kukaa hapa tukazungumza kwamba pasipo kuwepo na Djigui Diarra langoni kufanya saves kadhaa, pengine Yanga angeondoka bila alama yoyote, angepoteza alama zote tatu, au hata hii alama moja aliyoipata asingeweza kuipata. Kwa Diarra yeye ni kioo, anapaswa kutambua kwamba kuna vijana wengi ambao wanakuwa saizi wanamtazama yeye kama kioo, na yeye ni mchezaji pia wa kimataifa, lakini pia kipa tegemeo zaidi kwenye timu yake ya taifa ya Mali. Kwa hiyo anatazamwa na watu wengi zaidi hapa nchini Tanzania. Anapaswa kubadilika Hassan. Yaani na wale ambao wanajifunza wanamtazama Djigui Diarra na kumtazama kama kioo kwa haya mapungufu na madhaifu ambayo anayaonyesha, hasa wa vitendo vya utovu wa nidhamu, hawapaswi kuiga hata kimoja, kwa sababu haipendezi na haiwezi kumjenga. Kuna baadhi ya wachezaji Hassan, kutokana na tabia zao mbovu, kutokuwa na nidhamu nzuri, imesababisha hata maisha yao ya soka kutoenda vizuri na safari zao zimeishia ukingoni. Mtu kama Super Mario Balotelli ni mchezaji bora zaidi, kiungo bora zaidi kwa kutokea, lakini ameshindwa kufika kwenye peak ya juu zaidi kwa sababu ya nidhamu yake. Anacheza huku nusu msimu anakaa nje, anarudi kwa sababu ya nidhamu yake mbovu. Sasa Diarra anapaswa kubadilika, lakini pia taswira ya ligi yetu Hassan, kwa sababu Diarra, ligi yetu inatazamika kwenye mataifa mengi sana barani Afrika. Tena wengine hadi wako nchi za nje wanatumia app ambayo imetengenezwa na wenye haki ya matangazo. Hata ukiwa nje ya mipaka ya Afrika unaweza kuitazama ligi yetu ya NBC. Kwa hiyo hata kwa vitendo ambavyo wanavifanya pia vinakunda kuichafua ligi yetu. Tunasema ligi yetu saizi, juzi tumeitazama, ni ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika, imekusanya jumla ya alama 83. Kwa hiyo vitendo kama hivyo pia vinachangia kuiharibu taswira ya ligi. Watu wanapaswa kukemea. TPLB wamefanya kazi yao, kwa maana ile kamati ya masaa 72 wametambua ni kosa la kinidhamu na anapaswa kuadhibiwa, wamefanya hivyo. Sasa ni wakati wa mashabiki pamoja na hivi vilabu kuungana pamoja kukemea vitendo vya namna hii, kuhakikisha kwamba taswira ya ligi yetu inaendelea kuwa safi siku zote. Yes. Wewe unakuwa ni Aloysius Sagara anamaliza hivyo. Tukawa nakukumbusha na unaruhusiwa kuandika chochote hapo chini baada ya mitazamo miwili ya either unakubaliana na la Diarra kuchangiwa kwamba ni sahihi tumuunge mkono alikuwa anaipambania klabu, au tumwache adhabu apambane nayo ili iwe funzo siku nyingine atakapokwenda uwanjani asifanye vitendo kama hivyo. Tuvikemee vitendo hivi mchezoni. Sisi kama Dar Sports tunatumia kuvikemea vitendo hivi mchezoni, havifai. Mimi ni Hassan Saddam, nilikuwa naye Aloysius Sagara aliyesimamia kamera bana, si mwingine ni Mr. Paco. Tukutane tena kwa wakati mwingine. Bye bye.